Miongoni mwa habari ambayo ina trend hivi sasa ni kuhusiana na habari ya Chadema. Of course tunafahamu sote kile ambacho kinaendelea, lakini kitu kingine ambacho pengine tunaweza tukawa tumesahau ni issue ya Mwijaku. Unafahamu issue ya wale wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Yes, mambo yako hivyo. Sasa polisi wametoa tamko zito. Karibu sana, ungana nasi hivi sasa, hakikisha una subscribe ili uendelee kuzipata taarifa nyingi zaidi kutoka hapa nyumbani Tanzania, nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na maafisa wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum imewakamata na kuwahoji watuhumiwa wanne akiwemo Mwemba Button maarufu Mwijaku, mkazi wa Dar es Salaam, chanzo kikiwa ni swala la kushambuliwa na kudhalilishwa kwa mwanafunzi wa chuo kikuu ardhi Dar es Salaam aitwaye Magnificat Barnabas Kimaro akiongea jijini Dar es Salaam Aprili 24 mwaka 2025. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Muliro Jumanne Muliro amesema watuhumiwa wanne waliokamatwa na kuhojiwa mpaka sasa ambao ni Mary Gervas Matogoro wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Raina Pansi wa chuo kikuu cha ardhi Dar es Salaam na Asha Suleiman Juma na wa chuo kikuu cha uhasibu Dar es Salaam pamoja na Mwijaku. Upelelezi wa shauri hili unakamilishwa kwa hatua zaidi za kisheria. Hii ni taarifa ya jeshi la polisi ambayo imetoa tamko leo kupitia Muliro Jumanne Muliro kuhusiana na issue ya wale wanafunzi. Yes, mambo yako hivyo. Udhalilishaji ni kitu ambacho hakitakiwi katika jamii za Kitanzania. Ilinisikitisha sana kuona wanafunzi wale ambao ni wanawake wanamshambulia mwenzao, mwanafunzi ambaye ni wa kike pia, yani mwanamke anamshambulia mwanamke mwingine. Nimekuwa ni jambo la ajabu sana, sababu tumeona hivi sasa kampeni kubwa ya watu ya mashirika mbalimbali, hata serikali yenyewe inahimiza kwamba inapinga ukatili wa kijinsia. Kila mtu sasa hivi anapinga ukatili wa kijinsia na vitu kama hivyo, ukatili wa wanawake, ukatili wa watoto wadogo. Yes, mambo yako hivyo, lakini inasikitisha sana kuona hawa ambao wanatakiwa wawe mstari wa mbele kupinga ukatili, wao ndo wanakuwa mstari wa mbele kuendeleza huo ukatili na vitu kama hivyo. Ni jambo la ajabu sana. Lakini kile ambacho kimetokea kwa celebrities ama influencer na mtangazaji wa Crown Mwijaku, of course ni jambo ambalo tuone litakapoishia, kwa sababu mwanafunzi ambaye alikuwa akimpiga mwenzake alikuwa akimuuliza, kwa nini umefanya hivi Mwijaku, kwa nini umefanya hivi na Mwijaku na vitu kama hivyo. Sasa tujafahamu kwamba ni Mwijaku huyu ama alikuwa akimtaja mwingine. Bila shaka Mwijaku naye atakuwa amejipanga na mawakili wake huko kuona namna gani vipi. Sasa hii story kupitia Miladayo tunatazama comment za watu mbalimbali. Diva the Boss ameweza kuandika, huu mwaka Gwajima kabisa, mamangi kabisa, hongera sana mama. Kuna nyingine hapa anamsibilia, safi sana, walijua kututia hasira wale mabinti, sifa na utukufu na heshima muendeleze, tumpe Mange Kimambe. Anasema yani anafanya kazi kubwa mno kuliko bunge la taifa. Anaandika miongoni mwa shabiki, lakini mwingine anaandika Mungu simama na binti yako. Mwingine anaandika mama sasa akataje vizuri walifikia wapi wakamsaliti Mary hala na vitu kama hivyo. Na ile ya Mwijaku, je, mambo kama hayo anauliza. Nafikiri sina mwanasheria, anaona kesi inaenda kitaratibu na kwazika. Huyu wa uhasibu alifuata nini huko bana? Alizamiria na maanisha mambo kama hayo. Mwingine anasema Mwijaku limemkuta jambo la jamhuri. Yes, hii taarifa iliwashtua wengi sana kwa kile ambacho walikifanya wale
wanafunzi. Miongoni mwa celebrities ambao waliibua hii na walichafukwa kweli kweli ni Mange Kimambi